Yesu asifiwe sana. Ninamtukuza Mungu sana ndugu yangu. Hongera sana kwa wewe ambao unazidi kumtafuta Kristo ndani ya maisha yako. Hongera kwa sababu unazidi pia kumtafuta Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako na kuwa yeye ndiye kiongozi wa kila jambo unalolifanya. Nipo hapa kukuambia kwamba katika dunia ambayo tunaishi kwa sasa, kizazi ambacho tunaishi kwa sasa, bila kuwa mkweli utatengeneza kizazi ambacho hakitakuwa na ukweli ndani mwake. Wewe leo hii usiposema kweli, utajikuta maisha yako unaweka kwenye hatarishi kubwa sana. Kwa sababu siku moja nikafikiria kwamba mtu ambaye hana tabia kuwafundisha watoto wake ukweli, hana tabia kufundisha taasisi yake ukweli, hana tabia kufundisha kanisa lake ukweli, baadaye atakuja atajuta. Kama wale watoto wake au wale watu ambao walikuwa wanakaa sehemu moja, walikuwa wanajifunza kupitia yeye, na mwisho wa siku akiona kwamba wanafanya vitu ambavyo ni kinyume, atajutia, kwa sababu atasema ni mimi niliwafundisha hivi na ndio maana tunaona matokeo mabaya. Kwa hivyo basi nikwambie ndugu yangu, kijana mwenzangu, ndugu yangu ambaye unanitazama mahali hapa, ishi maisha ya kusema kweli. Kwa sababu ukiishi maisha ya kusema kweli, wewe mwenyewe unajiokoa maisha yako mwenyewe, unaokoa kanisa lako, unaokoa jamii yako, unaokoa pia familia yako. Kwa sababu mtu anayesema ukweli hayupo mbali na tabia ya uaminifu, kwa sababu maisha ya kusema kweli ni maisha ambayo inampendeza kila mtu. Kwa hiyo ukiishi katika kusema kweli, utamwona Mungu kwenye maisha yako na utakuwa huru. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 32, nawe utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Kila mtu anatamani ajue kweli ili awe huru. Jamii na kutazama wewe uwe mkweli ili jamii jivunie wewe. Watu wa kanisa lako wanatamani waone kweli yako ili wajivunie kupitia wewe, kwa sababu kusema kweli ndivyo kitakavyokusaidia wewe kuisaidia jamii. Kwa sababu kama wewe ni mtu ambaye jamii inakutazama kwa muonekano mkubwa kwamba wewe ndiye jibu la jamii hiyo, wewe ndiye jibu la kanisa, wewe ndiye jibu la kikundi ambacho upo, wakiona kwamba unaishi maisha ya kweli watakufurahia. Lakini wakikuona ni mtu ambaye unapenda kudanganya, ni mtu ambaye unapenda udanganyifu, hawawezi kukuamini na hawawezi pia hata siku moja kukuunga mkono, kwa sababu tabia yako umezoea tabia ya kusema uongo. Kwa hivyo simama katika kweli, kwa sababu ukisimama kusema kweli utakuwa umesaidia watu wengi. Watu wengi hawawezi, kuna watu ambao hawawezi kusema kweli, hata kama huo ukweli unaweza ukaleta suluhisho. Na kuna watu wanajua ukweli, hata kama huo ukweli unaweza ukaleta msaada kwenye jamii. Wapo watu wengi ambao wamenyamaza kwa sababu wanajua kweli, na wamenyamaza kwa sababu ya uoga. Walijua kabisa kwamba wakisema kweli watapoteza nafasi walizonazo, watapoteza kazi walizonazo, na hiyo imekuja ikaleta gharama kubwa sana katika maisha ya kwao binafsi, na wakajutia, wakasema kwamba laiti ningelisema ukweli, pengine leo hii tusingekuepo hapa. Sasa jitahidi useme kweli ili maisha ya watu wengine yawe salama, na Mungu atakubariki, atakuinua, na utakuwa unaishi katika uhuru wa kimungu. Mungu akusaidie na akuwezeshe katika kila jambo. Amen.